Jambo la kwanza kuhusu maridhiano, pengine kama chama cha Makini tunaunga mkono maridhiano. Jambo la kwanza, maridhiano yana umuhimu kulingana na nchi yetu jinsi ilivyopita kutoka tarehe 29 mpaka hivi tunavyozungumza na yale yaliyotokea. Kwa ili kwenda kutibu majeraha yaliyotokea kutoka kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, kwamba nchi ni lazima tuweze kuketi kwa pamoja ili tuweze kujadili mustakabali wa nchi yetu na tutoke na suluhu ya pamoja, ili nchi isiweze tena kurudi kwenye hayo matukio ambayo yalileta sintofahamu, ambayo kimsingi tunasema kwamba yalikuwa hayana afya na yametuchafua taifa na kimataifa, na tumeweza kupoteza ndugu zetu, tumeweza kupoteza mali, miundombinu mbalimbali imeweza kuharibiwa. Kwa natambua kama tukifanya maridhiano tutafanya jambo ambalo ni la msingi, tusiweze kurudi tena kwenye jambo la namna hiyo. Pia tumetoka kwenye uchaguzi, tunasema sisi kama chama cha Makini tutafanya kikao cha halmashauri kuu nafikiri mwezi wa pili, ili kwanza kutathmini uchaguzi wenyewe, na baada ya hapo tunasema tunatoka vipi kama chama ili kusonga mbele. Kwa sababu chama ni taasisi, na sisi kama chama cha Makini tunasema sisi si kweli kama tunaweza tukawa tunaonekana wakati tu wa uchaguzi. Sisi chama chetu huwa tunafanya shughuli za kisiasa za kila siku, na tunapanga program mbalimbali ndani ya chama. Kwa hiyo halmashauri kuu ambayo itaketi mwezi wa pili, nafikiri tunaweza tukaangalia ni jinsi gani mwaka 2006 program zetu za ndani ya chama kwenda kuimarisha chama maeneo mbalimbali ya nchi tunaweza tukaweka hadharani, na ratiba yetu kawa iko vizuri kwa ajili ya maslahi mapana ya chama pamoja na nchi kwa ujumla. Kwa hivyo chama cha Makini kiko tayari kuingia kwenye maridhiano muda wote, mkiitwa mko tayari kwenda kushiriki? Sisi chama cha Makini kwa kuwa ni waumini pia wa maridhiano, kwa hiyo sisi tunaunga mkono maridhiano. Kwa hiyo kwa mantiki nyepesi, sisi muda wowote, saa yoyote, kipenga kikipigwa, chama chetu kitakuwa kiko mstari wa mbele kwa ajili ya kwenda kushiriki kikamilifu maridhiano kwa maslahi mapana ya nchi. Hebu tupe historia fupi tu Bwana Kibonde, kutoka mwananchi wa kawaida hadi kugombea urais. Safari hii imekufundisha nini? Ukweli ni kwamba yapo mengi nimejifunza. Nimewafahamu Watanzania, nimezunguka nchi nzima kwa ajili ya kwenda kuomba kula kwa Watanzania nikiwa kama mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimekwenda maeneo mbalimbali. Mimi ni mgombea pekee ambaye pia naweza nikasema nimezunguka nchi nzima. Hakuna mkoa ambao sikufika. Kwa hiyo nimejifunza tamaduni nyingi, nimeonana na watu wa kada mbalimbali, watu wenye tabia tofauti. Kwa kweli naamini kwamba yapo mengi niliyojifunza. Nimejifunza tamaduni za Watanzania, nimejifunza maneno ya Watanzania, ahadi zao wanavyokupromise wewe kama mgombea, lakini inaweza ikawa ndivyo sivyo. Kwa kuwa hapa mimi binafsi niliamini ya kwamba Watanzania kwa jinsi walivyokuwa wananipokea tarehe 29 ongeza kunimiminia kula za kutosha, na hatimaye nikawa mshindi na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kunitangaza kuwa rais wa awamu ya 7. Lakini kile ambacho nilikiamini Watanzania waliniaminisha ficho ambacho tarehe 29 walijitokeza na kwenda kunipigia kura. Kwa ilikuwa ni vitu viwili tofauti, lakini yote kwa yote kwa sababu tunasema washindanapo watu kadhaa lazima mmoja ashinde. Hatimaye wananchi walijitokeza kwa wingi na walienda kumpigia kura rais ambaye ndio yupo madarakani sasa hivi. Alikuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wakamtangaza kuwa mshindi. Mimi kama Costa Kibonde ambaye nilikuwa mgombea kupitia Chama cha Makini niliyapokea matokeo kwa sababu ni sauti ya Watanzania, na nilikubali matokeo, na kama chama changu kikaweza kusaini matokeo, kukubali, na hatimaye tunashuhudia serikali wanaendelea kufanya kazi zao kama kawaida. Na binafsi naendelea kuwasihi Watanzania, kwa kuwa serikali, rais alitangazwa na serikali imeundwa ya Chama cha Mapinduzi, tuna kila aina ya sababu kuipa ushirikiano kwanza serikali Chama cha Mapinduzi. Pia ninawaomba Watanzania, na nitaendelea kuwaomba kama nilivyowaomba nilipokuwa nimekwenda kuwaomba kula ili wanichague kuwa rais, waweze kutunza amani ya nchi hii. Kwa hiyo amani ndio kila kitu, amani ndio inatufanya sote tuweze kuwa na uhuru wa kwenda kila maeneo nchini Tanzania, na amani ndio inatufanya tuweze kwenda kufanya shughuli zetu za kila siku. Amani ndio inatufanya tuweze kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa Waislamu na Wakristo na wafanyabiashara wakaenda maeneo mbalimbali ya nchi hii, kwa sababu ni amani. Kwa hiyo amani na utulivu wa nchi ni lulu ambayo ni lazima
sote. Sawa Kibonde, nimekupata vizuri. Baada ya uchaguzi huu kukamilika, sasa nini hatima ya chama cha Makini kuendelea mbele? Kwa sababu baada ya chaguzi vyama vingi huwa vinapotea. Nini hatima chama cha Makini? Sisi chama cha Makini hakitapotea, na ndio maana nimekuambia awali nilipoanza kuongea, chama chetu sio chama cha kiuchaguzi, sio chama ambacho kinaonekana tu wakati wa uchaguzi. Chama cha Makini ni chama ambacho tunafanya political work, yani kila siku sisi tunafanya shughuli za kisiasa, na ndio maana nakwambia mwezi wa pili nafikiri tutakaa halmashauri kuu kupanga namna ya jinsi ya kukipushi chama kwenda mbele, kwenda mikoani kwa ajili ya kwenda kutafuta kwanza wanachama wapya na kwenda kusimika uongozi maeneo yale ambayo tunaonekana tunapwaya, na hatimaye kifanya chama cha Makini kisionekane kwa Watanzania ni chama ambacho kinaonekana tu wakati wa uchaguzi. Hiyo kwetu sisi chama cha Makini alipo, na ndio maana hata hapo Arusha Mheshimiwa Ngilisho unamuona shughuli zake za kisiasa anafanya shughuli za kila siku zinazohusiana na chama cha Makini. Kwa hiyo chama changu mimi si miongoni mwa vyama ambavyo vinaonekana wakati wa uchaguzi. Sawa, vipi, kuna ahadi yoyote ambayo utaendelea kuipigania kuhakikisha serikali unaifanyia kazi ama unaichukua, ambayo ulikuwa unainadi wakati wa kampeni na unatamani sana ingefanywa kazi, pengine ingekuwa msaada katika jamii ya Tanzania? Ukweli ni kwamba mimi nilipokuwa nakwenda kuomba kula kwa Tanzania nilikuwa na vipaumbele vyangu ambao nilisema elimu kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu ni bure. Sasa kama serikali ya Chama cha Mapinduzi wanaweza wakaichukua hilo, kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi wanatoa elimu bure kuanzia chekechea mpaka form 6. Sasa wakisema sasa wachukue ya kwangu mimi kuanzia pale form 6 kwenda chuo kikuu, hilo mimi nitalifurahia sana na nitalipigia makofi, kwa sababu mimi binafsi kama mgombea wa kutetea chama cha Makini na chama chetu cha Makini tulienda kunadi kwa Watanzania, na pia nilisema ekari 5 kwa kila kijana aliyetimiza umri wa miaka 21 mpaka miaka 35. Chama cha Mapinduzi wakiona ni beta lao kilichukua kilifanyia kazi, itakuwa ni jambo jema. Pia nilisema jambo la tatu, nilisema kuhusu afya, kwamba mimi binafsi niliamini kwamba kuna bima ya afya ambayo sisi tungekwenda kushinda. Tulikuwa tuna bima ya afya ambayo binafsi ilikuwa ingeitwa Makini Care, lakini sasa kama Chama cha Mapinduzi atakuja kwa mtindo mwingine, wafanya Watanzania wote wawe na bima ya afya kama ile ndoto yetu ya chama cha Makini, na mimi Costa Kibonde mgombea wa chama cha Makini. Kwa wakiyafanya hayo na mengine mengi ambayo ilikuwa kwenye ilani ya chama chetu, basi alhamdulillah tutawapigia makofi na tutaendelea kushirikiana vema na serikali, kwa sababu watakuwa wametibu ile kiu yetu ambayo sisi binafsi kama chama cha Makini tulizunguka nchi nzima kwenda kunadi kwa Watanzania ili watuchague. Kwa bahati mbaya hawajaweza kutuchagua, wamekichagua Chama cha Mapinduzi. Wakichukua ile ya kwetu, basi inshallah na tutaendelea kuwashauri tena, kwa sababu wanasema uwepo nje ya serikali sio kwamba uwezo ukatoa ushauri. Kwa uwepo wetu si nje ya serikali, tutaendelea kuishauri serikali yale ambayo tunahisi kwamba haya yatakuwa yana faida kwa Watanzania. Kwa hiyo tutafanya bila kuchoka. Kwa mujibu wa katiba yetu, uchaguzi mwingine mkuu ni 2030. Bwana Kibonde, je, una ndoto ya kugombea tena urais wakati huo? Kama nitakuwa na afya nzuri, na pia wakati huo chama changu pengine wakinichagua, sababu ni mchakato ndani ya chama, watu wengi wanakuwa wanaomba. Kwa hiyo na mimi pengine kwa bado ile kiu yangu na nia ya kuongoza Watanzania bado ninayo. Kwa hiyo ninaamini mwaka 2030 nitatia jina langu kwanza kwenye mchakato wa chama changu. Chama changu akinipitisha, basi itakuwa ndio wakati sahihi wa kwenda kuchukua fomu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ili kwenda tena kuzinadi sera za chama cha Makini, na hatimaye pengine Watanzania mwaka 2030 wanaweza wakanielewa na hatimaye wakanichagua kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa, kwa kuhitimisha, miongoni mwa ahadi zako ulizokuwa umezitoa wakati ule ni kumpa kazi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi ndiye rais, una lolote la kumwambia? Of course mimi nilikuwa naamini ya kwamba Mama Samia, kama nilivyowaeleza Watanzania kwamba ningeshinda urais, Mama Samia alikuwa ni mmoja wa watu ambao moja kwa moja bila kigugumizi nilikuwa nakwenda kumpa ajira, ambapo nilisema dhahiri shahiri ya kwamba Mama Samia nimebaini ya kwamba ni mbobevu kwenye masuala matatu ya kimsingi. Jambo la kwanza nisema diplomasia ya kiuchumi, jambo la pili nisema diplomasia ya kisiasa, na
diplomasia ya kimataifa. Haya mambo matatu yalinigusa sana kwa Mama Samia. Nilimuahidi nikiwa rais, endapo Watanzania wangenichagua, ningempatia ajira kupitia madawati matatu. Yeye ingeenda kuwa mkuu pale Ikulu, wao madawati matatu kwa ajili ya kupushi masuala mazima ya diplomasia. Sasa imekuwa kinyume. Mama Samia ndiye amekuwa mshindi. Sasa sijui kipi ni kipi. Kama yeye atawiwa kuona Costa Kibonde aliweza kueleza kwenye kadamnasi ya kwamba endapo angeshinda urais angenipa ajira. Sasa sio mbaya kama ameshinda yeye, akifikiria kuna mgombea mmoja kati ya wagombea 16 aliniahidi ajira lakini hakushinda. Sasa kama itakuwa vice versa, kashinda yeye akanipa ajira mimi, ni jambo jema, ndakubaliana na hilo, ili niende kwenda kutimiza zile ndoto ambazo pengine kwa kiwango fulani nilikuwa nawaahidi wa Tanzania.